Herode katika maisha yake akaingiwa na roho ya tamaa. Herode akaingiwa, akajawa na tamaa mbaya. Tamaa mbaya. Herode katika tamaa mbaya akatamani, na si kutamani tu, akamnyang'anya ndugu yake mkewe. Akamchukua mke wa nduguye. Yule ndugu yake anaitwa nani? Filipo. Kamchukua kwa nguvu, kwa kuwa ni mtawala, kwa kuwa ni mfalme, kwa kuwa ni kiongozi. Akapokonya mke wa mtu kwa nguvu, kwa kuwa tu ni mtawala, kwa kuwa tu ni kiongozi. Niombe kusema, wapo na nafasi. Mungu anapokupa nafasi, itumie vema, itumie vema. Usitumie kwa makufuru. Mungu anapokupa nafasi, iwe ni ya uongozi, itumie vema. Usitumie kwa mabavu, kwa kandamiza wengine. Mungu anapokupa sura nzuri, itumie vema. Usitumie kwa kuwanyanyapaa wengine. Mungu anapokupa hela, zitumie vizuri. Mungu anapokupa elimu, itumie vizuri. Mungu anapokupa mke, mtumie vizuri. Mungu anapokupa mme, mtumie vizuri, iwe ni kwa utukufu wake Mungu wa mbinguni. Kanisa, haleluya! Kanisa, haleluya! Tumia vizuri rasilimali ambazo Mungu amekupa. Kwa hiyo Herode akatumia vibaya mamlaka na nafasi aliyokuwa nayo, akampora mke wa mtu, akampora mke wa mtu. Ilikuwaje? Akasimama mtumishi, akapata habari mtumishi, si mwingine ni Yohana. Akajua yanayotendwa, akasimama kama kuhani wa zamu, akanyosha kidole, akafungua kinywa, akasema, Herode, pamoja na heshima yako, pamoja na ustahiki wako, lakini kwenye hili haujafanya vizuri, kwenye hili umekosea. Anaambiwa, si vyema ulichofanya kumchukua mke wa ndugu yako, kumfanya awe mke wako. Si unaye wewe? Na kama ndivyo, wako wengine wengi ambao hawajaolewa. Ili kupasaje kwenda kupora mke tena wa ndugu yako? Umekosea. Lakini kwa kusema hivyo, tayari Herode anaishi na mke wa binamu yake. Mke wa binamu yake anaishi naye, kisha mfanya kuwa mke wake. Katika mwendelezo wa maisha, taarifa inamfikia yule mama ambaye ameshaonja mapochopocho, ambaye ameshazoea kukaangiza. Nasema alikuwa anakaangiza haramu, anakaangiza sumu. Ufanya lolote ambalo halimpi Mungu utukufu ni sumu. Na kushauri, tunapomaliza ibada ya mwaka huu kwa Jumapili hii, acha yoyote yaliyo ya haramu, acha. Maana unajifurahisha kwa kitambo, mbele ya safari utaumia. Nasema kama kuhani wa zamu. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Sasa yule mama akachukia. Kuchukia kwake, ndugu yangu, akaanza kutafuta namna gani, nini kifanyike ili aondokane na hii kadhia. Ikafika siku inaitwa birthday, siku ya kukumbuka kuzaliwa nani? Herode. Akawaita rafiki zake, jamaa zake, kwa mziki ukapigwa pale. Binti mzaliwa wa yule mama, mzaliwa yule mama akaenda kucheza, akacheza show, akatoa show ya kueleweka, akajitikiza vya kueleweka. Alichezaje sijui, maana ilimfurahisha Herode. Alichezaje sijui,
Liko na vijana leo mmeokoka, alafu mnaenda kucheza kwenye hizi nini hizi show za harusi. Mnaacha kupiga mziki na mdundo wa kumtukuza Yehova, mnapiga midundo ya kumtukuza tu shetani. Mamiziki hata yaeleweki, alafu mnaenda hivi mnajichanganya. Huo ni upumbavu. Come on, huo ni ujinga koma. Nafunga ibada ya mwaka wa Jumapili leo. Haleluya! Haiwezekani. Kijana mzima umemaliza darasa la 4C, alafu unaenda unacheza hovyo, mdundo limziki alieleweki. Wanaanzaje hivi? Mjingatu mimi mjingi. Hey! Kweli ni mjinga. Hiyo miziki ikome ndani ya vijana wa kanisa hili, hiyo miziki ikome. Wengine kwa sababu ya hizo show mmeshatengeneza CV zenu, mnakodiwa na mataifa, mnaenda kucheza kwenye show zile za mataifa, mnakaa mmezungukwa na bia na nyie mnalewa, mnakunywa, alafu mnakuja hapa, baba mchungaji Bwana asifiwe, alafu natafuna jojo ili iondoe harufu ya gongo. Mbavu wewe, unanificha mimi harufu ya pombe kutoka mdomoni mwako, lakini nafsi yako ni ukurasa unaosomeka mbele za Mungu wa mbinguni, unaonekana na picha yako inaonekana ulipofunguliwa na ulipoanza kuyagida. Picha yako iko wazi, na siku ile itafunguliwa utaona ulivyokuwa unakunywa. Maana mengine wasema, kwani na hili na mimi nimefanya, na hili na mimi nimefanya. Haleluya mwanangu, ubarikiwe kijana, Mungu akubariki. Haleluya kijana wangu, Mungu akubariki. Asante sana. Nasema Mungu, hawa malaika mbona wamenileta na ili eti ni langu ni mimi nilifanya. Kisha inakuja alafu unajiona ulipokuwa unakunywa pombe, alafu unajificha ukiweka namna hiyo, alafu unairudisha miguuni hivi, unaificha hivi miguuni, unaificha. Ni kweli mzazi baba Hepi hata kuona, wala Lazaro hata kuona, wala mamchungaji wala Paulo hatutakuona, lakini huyu mwenye uhai ambaye unautumia vibaya nguvu ya mkono wako, hata unaficha kwenye mago hivi. Come on, Kiswahili mnaita nini hii? Hizi zinaitwa nini hizi? Mapaja si ya kuku? Ni ya kuku. Kiswahili yanaitaje? Kiswahili anaitaje? Magoti. Haya. Baba yetu Kisukuma nini? Makango. Nini? Matango. Matango ni hivi, Wasukuma na wapenda na ninawaheshimu sana, lakini kwenye matango hapa Yohana anakata roho kwa sababu ya maombi mabaya ya binti moja ameomba. Kwa nini uombe maombi ya kuwatoa uhai wengine? Kwa nini uishi maisha ya kuwatoa uhai wengine? Omba mema, ishi vyema, okoa uhai wa watu. Ilikuwaje? Kichwa kikapelekwa, mfalme anapewa kichwa, binti akaambiwa chukua, akachukua kile kichwa anakipeleka kwa mama yake. Mama akasema nimekikomesha, nimekimaliza, ngoja sasa, hakuna kunipigia kelele. Ni hivi, ni kweli hakuna kukupigia kelele katika
katika maisha ya siri unayoyaishi, yaendeleze. Lakini nataka nikwambie, nafsi yako inaonekana, inajulikana. Mungu wa mbinguni, hakuna mahali pa kujificha, ila leo na kuhubiria usirudi katika njia ya Herode. Sema amen. Kwa hiyo Herode akawa na sifa hizo, alikuwa na sifa hizo. Kwa hiyo hata wakati wa Yesu Kristo kuzaliwa, taarifa ilifika kwenye ofisi yake kwamba yuko wapi mfalme aliyezaliwa, maana tumeiona nyota yake tokea mbali, tumeifuatilia. Wengine wanasema wale mamajusi walitembea siku nyingi sana, lakini tathmini ya ule muda waliotembea hakuna ambaye anasema exactly, ila wengine wanafuatilia kwa mwendo wa mguu kwa inchi walikotokea ni mbali sana. Iliwagharimu miaka miwili wanatembea wakifuata ile nyota. Nyota ni nyingi sana, lakini kwa tafiti zao, kwa uelewa wao na kwa msaada wa Mungu, wakaiona nyota yenye kuwaongoza hata waende pale Yesu alipozaliwa. Iliwagharimu miaka miwili, lakini wangeendelea kuifuata tu ile nyota, wao wakaingiza na mawazo yao na tafiti zao na hisia zao, wakasema kwa kuwa ni mfalme amezaliwa, ni nyota ya mfalme, hivyo lazima mfalme Herode aliyepo, ambaye ni mtawala, atakuwa anajua. Ni hivi mambo ya Mungu, Biblia inasema siri ya Mungu iko kwao hao wamchao na kuwaokoa. Siri ya Mungu si wote wanaijua, sio watawala wote, sio wasomi wote, sio wenye hela wote, sio watu wote. Ndio maana mambo ya Mungu unabudi kuyatunza, kuyahifadhi wewe mwenyewe na kusikiliza kile ambacho Mungu anakuelekeza. Nyota ni nyingi sana, lakini kila moja ina kazi yake. Lifuate neno la Mungu, achana na vingine, vyote vinang'aa lakini sio dhahabu. Fuatilia kile ambacho Roho Mtakatifu anakuongoza ili ufike kwenye hatima yako. Ninakuombea 2026 Mungu akuongoze ili ufike kwenye hatima yako. Hautakufa bali utaishi na utayasimulia matendo makuu ya Mungu, kwa kuwa Bwana ana haja na wewe. Piga makofi kwa Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nyota zilikuwa nyingi sana, lakini wao walidili na ile moja. Kelele ziko nyingi, mahubiri yako mengi, lakini fuata yale yenye mwelekeo na uongozi wa Roho Mtakatifu. Fuata yale yenye mwelekeo na mwongozo wa Roho Mtakatifu.